Naam, baada ya mvutano na mzozo mkali kuibuka CCM kuhusu suala la katiba mpya, Samia Suluhu sasa leo aingilia kati na kutoa tamko lake binafsi. Mvutano huo ulianza baada ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kutaka Watanzania wapiganie katiba mpya bila kuchoka, katiba itakayodumu kwa miaka 50 ijayo. Viongozi wa CCM wakaanza kumshambulia kwa maneno makamu wa rais, wakidai haina haja ya watu kuhimizwa kupigania katiba mpya, ilhali utawala wa CCM tayari nalishughulikia suala hilo la katiba kabla ya mwaka wa 2030. Mvutano huo wa maneno umeendelea mpaka sasa kupelekea na kumlazimu Rais Samia kuingilia kati na kuzungumzia suala hilo la katiba mpya na kumaliza mzozo huo, na huu ndio ujumbe alioutuma Samia Suluhu. Lakini kabla tuangalie ujumbe wa Samia Suluhu, hakikisha umelike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Leo Rais Samia Suluhu Hassan amezungumzia moja kwa moja suala la marekebisho ya katiba kufuatia kipindi cha mvutano ulioshuhudiwa na kuonekana wazi ndani ya chama tawala CCM kati ya makamu wa rais na viongozi wengine waandamizi wa chama hicho kuhusu namna suala hilo linavyopaswa kushughulikiwa. Rais amesema serikali haina nia ya kuzuia mchakato wa marekebisho ya katiba na kwamba mchakato huo unaendelea kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa. Rais Samia amesema juhudi hizo za marekebisho zinatokana na mapendekezo ya Tume ya Haki ya Jinai na zina uhusiano wa moja kwa moja na ahadi mahususi iliyomo kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM. Akielezea hatua zilizochukuliwa hadi sasa, Samia alikumbusha kuwa baada ya Tume ya Haki ya Jinai kuundwa, ilipewa jukumu la kukusanya maoni ya wananchi kote nchini. Baada ya kazi hiyo kukamilika, tume iliwasilisha mapendekezo yanayohusu maboresho katika nyanja mbalimbali za kisheria na utawala. Kwa mujibu wa rais, mapendekezo hayo yaligawanywa katika makundi matatu ili kurahisisha utekelezaji wake, ambapo hatua hizo tatu ni hatua za muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Alisema takriban 90% ya mapendekezo ya muda, kati ya muda na muda mrefu tayari yametekelezwa, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya sheria, taratibu za mahakama na ulinzi wa haki za binadamu. Hata hivyo, alikiri kuwa kuna baadhi ya mapendekezo ambayo bado hayajatekelezwa na akataja marekebisho ya katiba kuwa mojawapo ya hayo. Alisisitiza wazi kuwa suala hilo mahususi halijawekwa kando na kwamba bado ni sehemu ya mpango wa utekelezaji wa serikali. Ujumbe mkuu katika kauli yake ulikuwa kwamba hakuna mtu aliyepinga kufanyika kwa mchakato wa marekebisho ya katiba nchini Tanzania. Kwa hakika, serikali inatambua umuhimu wa marekebisho hayo, huku ikielezea mkakati wake kama utekelezaji wa hatua kwa hatua badala ya kuchelewesha au kukataa kufanya hivyo. Rais Samia amehusisha mchakato huu moja kwa moja na ilani ya uchaguzi ya CCM, akisema ilani hiyo inaweka wazi nia ya kuendeleza zoezi la marekebisho ya katiba. Kwa mujibu wa ilani hiyo ya CCM, ndani ya siku 100 baada ya uchaguzi ujao, serikali itakayoingia madarakani itaunda tume maalum yenye jukumu la kuanzisha rasmi mchakato wa marekebisho ya katiba kabla ya uchaguzi unaofuata baada ya hapo. Kwa vitendo, hii inaweka muda maalum wa utekelezaji. Katiba mpya au marekebisho makubwa ya katiba hayatapatikana mara moja, bali mchakato rasmi kuelekea lengo hilo utaanza katika kipindi kinachofuata baada ya uchaguzi mkuu ujao wa Tanzania. Kauli hii inatolewa wakati ambapo mjadala wa umma unaohusu hitaji la katiba mpya ukiwa umeshika kasi. Wadau wa kisiasa, mashirika ya kiraia na wananchi wameendelea kutoa maoni tofauti kuhusu suala hilo. Baadhi wametoa wito wa kuwepo kwa katiba mpya kabisa iliyoandaliwa kwa ushiriki wa moja kwa moja wa umma tangu hatua za awali na sio marekebisho tu. Wengine wamesisitiza kwa marekebisho yaliyolenga vipengele mahususi vya katiba ya sasa yangetosha kushughulikia hoja zinazotolewa. Serikali kupitia kauli za Rais Samia imesisitiza kuwa mchakato wowote utakaofanyika hatimaye utafuata taratibu zilizowekwa kisheria. Hii itahusisha ushiriki wa umma, mijadala iliyopangwa vizuri na hatimaye upigaji kura bungeni kabla ya mabadiliko yoyote kuanza kutumika. Kwa ujumla, ujumbe wa Rais Samia una vipengele viwili muhimu. Kwanza, kwamba serikali tayari imetekeleza sehemu kubwa ya mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Haki ya Jinai. Pili,
kwamba suala la katiba halijasaulika bali lipo ndani ya mpango maalum wa utekelezaji unaotarajiwa kuanza rasmi ndani ya siku 100 baada ya uchaguzi ujao kupitia tume maalum inayohusishwa na ahadi ya ilani ya CCM. Kauli yake kwamba hakuna aliyekataa mchakato huo inaonekana kujibu moja kwa moja wakosoaji wanaodai kuwa serikali ya CCM inakwamisha au kuchelewesha mchakato wa marekebisho ya katiba. Hatua hii inafuatia wiki kadhaa za maoni kutoka kwa viongozi waandamizi wa CCM kuhusu masuala yanayohusiana na marekebisho ya katiba na katiba mpya, ingawa maoni hayo hayakuwa yakifanana katika msisitizo. Hivi karibuni, Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi aliwataka wananchi wa Tanzania kuendelea kupambania na kupigania katiba mpya, na vilevile alihusisha kizuizini kwa muda mrefu kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na kile alichokiita mapungufu mapana katika mfumo wa kisheria na kikatiba wa nchi. Profesa Anna Tibaijuka upande wake alitoa kauli yake akisisitiza umuhimu wa uhuru wa mahakama na kuonya dhidi ya kutafsiri wito wa marekebisho kama mwaliko wa rais kuingilia kati masuala yanayoendelea mahakamani. Kauli za Rais Samia leo zinashughulikia suala la katiba katika ngazi ya kitaasisi zaidi, zikilenga mchakato, mpangilio wa hatua pamoja na maelezo ya serikali kuhusu yale ambayo tayari yamefanikishwa. Kauli ya Rais Samia pia inajibu angalau kwa sehemu maswali yaliyotolewa hadharani na Baraza la Vijana la Chadema Bavicha, ambalo hapo awali lilihoji jinsi katiba mpya ingeweza kupatikana kabla ya uchaguzi wa mwaka 2029 na 2030 bila kuwepo kwa bajeti au ratiba iliyowekwa wazi hadharani. Kauli za rais leo zinatoa jibu la sehemu kwa swali hilo kwa kuhusisha kuanza rasmi kwa mchakato huo na kipindi cha siku 100 baada ya uchaguzi ujao. Badala ya kuhusisha na mzunguko wa sasa wa uchaguzi, bado haijajulikana iwapo ratiba hiyo itawaridhisha wakosoaji na Chadema waliotaka mchakato wa haraka zaidi, na jambo hilo lina uwezekano wa kuathiri jinsi kauli zake zitakavyopokelewa na viongozi wa upinzani pamoja na makundi ya asasi za kiraia katika siku zijazo. Kwa sasa, mtazamaji, mjadala wa mabadiliko ya katiba nchini Tanzania unaonekana kuingia katika awamu mpya, huku ukichagizwa kidogo na kutokuelewana iwapo marekebisho yafanyike hata kidogo, na zaidi maswali ya muda, upeo na taasisi zipi zitahusika na kuendeleza mchakato huo. Mtazamaji, kama Simulizi Media tutaendelea kufuatilia ripoti hizi na tutaripoti maelezo zaidi kadiri yatakavyojitokeza, ikiwa ni pamoja na ufafanuzi wowote wa ziada juu ya mamlaka ya tume iliyopangwa ya siku 100 na majibu yoyote iwapo kutoka kwa vyama vya upinzani au mashirika ya kiraia kuhusu matamshi ya Rais Samia na kuhusu mzozo huu wa katiba mpya uliozalishwa tena hivi majuzi ndani ya CCM na Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi. Mtazamaji, tukikamilisha habari hizi, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Vilevile nijuze maoni au mtazamo wako upande wa comment, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.